tumia wasia huu, basi huyu anasifika kwa sifa ya akili, kwamba yeye ana akili nzuri na kuyazingatia mambo, kuyaweka akilini. Sifa ya pili, at-tadhkira, ni sifa ya kukumbuka na kupata mawaidha na mazingatio, ambao Mwenyezi Mungu asema, sifa ya kwanza alisema la'allakum ta'qilun, tunamalizia aya za kwanza. Wasia wa pili Mwenyezi Mungu akasema la'allakum tadhakkarun, ili mupate kuzingatia na kukumbuka mambo. Kifungu cha tatu katika sifa ya tatu Mwenyezi Mungu akasema la'allakum tattaqun. Kwa kumalizia wasia hizi Mwenyezi Mungu akasema la'allakum tattaqun, mutakapoyazingatia na kuyatumia haya yaliyo katika wasia hizi, basi mtakuwa nyinyi ni wenye sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tukiendelea na hiyo wasia 10, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewahusia waja wake waumini katika kitabu chake kitukufu wasia nyingi sana. Ukisoma Qur'ani pana wasia nyingi sana ambazo Mwenyezi Mungu amewahusia waja wake, lakini hizi 10 ni katika wasia muhimu sana katika hizo wasia ambazo Mwenyezi Mungu amewahusia waja wake. Wasia wenyewe umekusanyika katika aya 3 za suratul An'am. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alijalia kwa waja wake wasia huu kwamba utaingia katika fikra zao na wawe ni wenye kuutumia ili wapate mafanikio ya hapa duniani na kesho akhira. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam allati alayha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum. Asema Abdullah bin Mas'ud, yule ambaye kwamba anataka kuangalia wasia wa Mtume Muhammad, wasia ambayo Mtume alikuwa ndio mwisho katika maisha yake, basi nasome aya hii, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kumwambia Mtume, qul, sema ama waambie, ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, njoni niwasomee yale ambayo Mwenyezi Mungu amewaharamishia nyinyi. Akaendelea kusema ya kwamba wasia wa kwanza katika wasia 10, ndugu zangu Waislamu, alla tushriku bihi shay'a, ni msimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Kwa maana ya kwamba hakuna dhambi kubwa katika ulimwengu huu ambayo mwanadamu ataifanya kama dhambi ya shirki. Dhambi zote ambazo mwanadamu anazifanya, dhambi kubwa zaidi ni shirki. Ni kwa nini dhambi ya shirki iwe kubwa? Kwa sababu ni kumdhulumu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Unapomshirikisha Mwenyezi Mungu, huwa wewe umemdhulumu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Umechukua haki ya Mwenyezi Mungu ukampatia mtu mwingine, au ukamsawazisha Mwenyezi Mungu kuwa sawa na kiumbe. Kwa hiyo utakuwa wewe umefanya madhambi makubwa sana. Kwa Mwenyezi Mungu asema alla tushriku bihi shay'a. Na shirki ndio dhambi ambayo kwamba mitume wa Mwenyezi Mungu walikuja kuwatahadharisha umma wao wasielekee huko. Angalia Luqman anamwambia mwanawe katika suratul Luqman, ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim. Ewe mwanangu, usimshirikishe Allah, hakika shirki ni dhulma kubwa. Itakuwa wewe umemdhulumu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika haki yake. Ikiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameharamisha dhulma mja kumtendea mja mwenzake, je, wewe itakuwaje leo uchukue haki ya Mwenyezi Mungu uimpatie mtu mwingine? Hadithi iliyopokewa na Abi Dharr al-Ghifari radhiallahu anhu asema, katika hadithi aliyoipokea Mtume kwa Mola wake, yani hadithi qudsi, asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Abu Dharr asema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi aliyopokea kwa Mola wake, hii inaitwa hadithi qudsi. Mwenyezi Mungu asema, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimeharamisha dhulma kwa nafsi yangu,
waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, kwamba yeye Mwenyezi Mungu ameharamisha dhulma kwake, kwamba yeye hamdhulumu mtu. Yeye Mwenyezi Mungu ameharamisha kwake yeye Mwenyezi Mungu kumdhulumu mja. Akasema waja'altuhu bainakum muharrama, nikaijalia dhulma hiyo kwenu nyinyi ni haramu, fala tadhalamu, musidhulumiane. Allah anasema hiyo, na kutodhulumu ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu asema man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallami lilabid. Asema Allah man amila salihan falinafsihi, mwenye kutenda wema au mwenye kufanya wema anajifanyia nafsi yake. Wa man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha, au kufanya baya anajifanyia vile vile nafsi yake. Kwa hiyo huyu mtenda wema hujifanyia nafsi yake, amisha dhulma, yeye hamdhulumu mja. Kifu wewe chukue haki ya Mwenyezi Mungu ipeleke kwa mja? Na ndugu zangu Waislamu, hakuna zaidi mwanadamu kama shirki. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Mwenyezi Mungu ameharamisha kwa mtu huyo pepo. Maawahu nar, mtu huyo mashiko yake ni moto. Akasema wa bali dhalimina min ansar, na wale la tushriku bihi shay'an, msimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Fadhila kubwa anazipata mwanadamu anapowatendea wema Mwenyezi Mungu. Anapozungumza masala ya ibada, namba ya pili anataja wazazi wawili. Anapokataza mabaya, namba ya pili wazazi wawili. Mwenyezi Mungu asema nini? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Amepitisha, amehukumu Mola wako kwamba asiabudiwe isipokuwa yeye, wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili watendewe wema. Aya hii tuliyosoma katika wasia huu, alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Na katika dhambi moja ni mtu kwa wazazi wake. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Abi Bakra radhiyallahu anhu, asema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadakhiruhu lahu fi al-akhirah min al-baghi wa qati'ati ar-rahim. Mtume asema ma min dhanbin, hakuna dhambi yoyote, ajdaru, iliyo na haki zaidi, an yuajjila Allahu li sahibihi al-uquba, kumharakishia Mwenyezi Mungu mja huyo adhabu, fi dunya, hapa duniani. Asema ma yadakhiruhu, pamoja na kumwekea akiba dhambi ambazo kwamba ukizifanya Mwenyezi Mungu atakuharakishia adhabu hapa ulimwenguni, pamoja na kubakisha sehemu akhira. Asema min al-baghi, kuliko kudhulumu, wa qati'ati rahim, na kukata kizazi. Wanaviona wakasema kukata kizazi huku ni na kuteta na wazazi wako wawili, wakuone yale mateso ambayo kwamba yatakukumba hapa ulimwenguni. Ukifanya mchezo wakati wazazi wako washaondoka ulimwenguni, na wewe hukupata nafasi ya kuwatendea dhambi kubwa baada ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallam asema katika hadithi nyingine ya kwamba yukum bi akbar kabairi thalatha, je, nisiwape habari madhambi matatu ambayo kwamba makubwa sana? Akasema masahaba akamwambia bala ya Rasulullah, tuelezee tupate kuyajua madhambi hayo. Akasema Mtume al-ishraku billahi wa uququl walidain, na kuteta na wazazi wako wawili. Mtume alikuwa ameegemea ukuta, basi fajala akakaa akasema ala wa qawlu zur, na kusema matatu haya: kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuteta na kusema urongo. Ndio utakuta hata katika Mungu subhanahu wa ta'ala kushukuriwa yeye, vile vile ameweka shukurani kwa wazazi.
baada ya mja kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ameweka waja mja awashukuru. Akasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Asema Mwenyezi Mungu, wa wasaina al-insana biwalidayhi, tumemuhusia mwanadamu kuwatendea ala wahn. Mama amembeba mtoto huyu shida juu ya shida, kwa taabu sana. Mama alikuwa hana raha juu ya mtoto huyu. Vitu vizuri watu wanakula, yeye hawezi kula tumboni. Ndio Mwenyezi Mungu akasema hamalatuhu ummuhu wa ala wahni, mama amembeba kwa shida juu ya shida. Wa fisaluhu fi amain, na kumnyonyesha mpaka kumwachisha kunyonya kwa miaka 2. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anachotaka anishkuru li wa liwalidayka, nishukuru mimi Mola wako wawili, wa ilayya al-masir. Mwenyezi Mungu asema kwake tutarudi. Wasia wa pili, tuwatendee wema wazazi wetu wawili tupate kufaulu. Wasia wa tatu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliueleza hapa ni kwamba wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzukukum wa iyyahum, musiwaue watoto wenu kutokana na ufukara ama umaskini ama njaa. Watoto wake kwa sababu ya kuhofia ufukara, ya kuhofia umaskini. Na haya ni mambo ambayo kwamba Waarabu walikuwa wakiyafanya. Mtume sallallahu alipokuja alikuta Waarabu wanafanya mambo haya. Walikuwa wakizika watoto wa kike wakiwa hai, wakanu yadfinuna banatihim wa hunna hayat, wakiwazika watoto wa kike wakiwa na hai. Ni kwa nini watoto wa kike walikuwa wakizikwa na Waarabu wakiwa hai? Khashiyatal aibu na fedheha. Wanasema hawa watoto wa kike hawa wanaleta fedheha na aibu, sababu kukimbia zile fedheha na aibu. Mwenyezi Mungu akawakataza, wa idha al-mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, wataulizwa wale watoto waliozikwa wakiwa hai wa kike, mbona nyinyi mlizikwa mkiwa hai? Swala hii inakwenda kwa wazazi, kwa wale watoto, ili Mwenyezi Mungu apate kuadhibu wale wazazi waliofanya kitendo kama kile. Mtoto alikuwa hana hatia. Mtoto wa kike amezaliwa leo na leo anazikwa, alikuwa na dhambi gani huyo? Kwa Mwenyezi Mungu akalenga kule, wa idhal mau'udatu su'ilat, wakati wale watoto wa kike watakapoulizwa bi ayyi dhanbin qutilat, muliuliwa au muliuawa kwa dhambi gani nyinyi? Ndio Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'ani ya kwamba walikuwa jambo hili wamelifanya ni jambo kubwa sana Waarabu. Ikiwa mtu amekaa barazani na wenzake, aje mtu ampatie bishara kwamba mke wako amezaa mtoto wa kike, anaona kama yeye ameharibikiwa sana katika ulimwengu wake. Mwenyezi Mungu asema wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, anapopewa bishara yule baba kwamba mke wake amezaa mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswadda, Mwenyezi Mungu asema uso wake unabadilika ukawa mweusi pale pale, wa huwa kadhim, akajawa na hasira. Kwa nini amezaa mtoto wa kike? Akiondoka pale anajificha, anakwenda moja kwa moja mpaka nyumbani, anachukua mtoto yule, anamzika wakati ule ule akiwa hai. Hao ndio watoto wa kike. Watoto wa kiume hawakuwa na salama pia, hapana, walikuwa wakiuliwa. Wakanu yaktuluna auladahum min imlaq, wakiuliwa watoto wa kiume kwa sababu ya njaa, ufukara, umaskini. Baba na mama wanakula nusu kilo nyumbani, inawatosha mchana nusu kilo, pengine jioni nusu kilo. Je, leo akizaliwa mtoto wa kiume naye atakuwa na robo yake sasa pale? Sasa hii robo iliongezeka hii, basi italeta shida. Itakuwa sasa mpaka watu waende mbio kutafuta ile robo nyingine. Je, pale ndio fikira zao hizo? Wakiwaua watoto wa kiume, wakinyongwa kwa sababu ya njaa na nini na ufukara. Mwenyezi Mungu akakataza, wala taktulu auladakum min imlaq,
msiwaue watoto wenu wa kiume kwa kuhofia ufukara ama njaa ama maskini. Nahnu naruzukukum, sisi ndio ambao tumewaruzuku nyinyi, wa iyahum, na hao watakuja na mafungu yao. Hakuna kufanya hivyo. Leo pia si kama vile ambao walikuwa kufanya Waarabu, pia leo watu wanaua watoto wao kwa kuhofia hiyo njaa, kwa kuhofia huo ufukara, kwa njia nyingine ambazo kwamba wako nazo. Kwa Mwenyezi Mungu amekataza, hakuna kufanya kwa anayekuja ulimwenguni amekuja na riziki yake. Nahnu narzukukum wa iyahum, sisi ndio ambao tunawaruzuku nyinyi na hao watoto pia tunawaruzuku. Alafu na Mwenyezi Mungu akiendelea kusema wala taqrabul fawahisha, wasia watatu ni kwamba musiyakaribie machafu. Ni wasia wa 4, samahani. Mwenyezi Mungu asema wala taqrabul fawahisha, musiyakaribie machafu, ma dhahara minha wa ma batan. Ndio nikasema hizi wasia 10 zimekusanya dini yote. Zile wasia ambazo Mwenyezi Mungu amehusia kwenye aya nyingine zote ziko hapa. Kuna baadhi ya mambo ameyataja: kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kuwafanyia wema wazazi wawili, tusiwakosee. Mwenyezi Mungu akasema tusiue watoto wetu wa kiume kwa sababu ya njaa na ufukara. Hapa akasema wala takrabul fawahisha, musiyakaribie machafu, ma dhahara minha wa ma batana, yaliyodhihiri na yaliyofichika. Hapa inaingia kila kitu, madhambi yote, kama ni zinaa, ni kuiba, ni ulevi, ni riba, zimeingia hapa. Wala takrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana, musiyakaribie machafu yote, aina ya madhambi, aina ya machafu yaliyodhihiri ambao watu wanayaona ukifanya, na yale ambao kwamba hayaonekani ukifanya, yote muyaache. Halafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kusema hivyo akasema wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala musiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha nafsi hiyo kuuliwa ila kwa haki. Na hii ni kuua, ni dhambi kubwa sana. Asema Mtume sallam katika hadithi tukufu ya kwamba kuondoka huu ulimwengu wote au kuondoka hii dunia yote ni sahali kwa Mwenyezi Mungu kuliko kutoa roho ya mtu mmoja. Hii dunia yote ikaondoka kwa mara moja ni sahali sana na ni nyepesi kwa Mwenyezi Mungu kuliko kuondoa ulimwenguni nafsi ya mtu mmoja. Kuangalia shida na matatizo ya kule kuua. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema dhalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. Ndio nikasema haya mambo matano aliyotaja Allah ndio pale katika sifa ya kwanza, dhalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. Hayo mambo aliyotaja Mwenyezi Mungu hapa ni wasia ambao Mwenyezi Mungu amewahusia kwa mambo hayo ili mupate kuwa na akili, ili mupate kufahamu mambo vizuri. Tukiendelea na wasia wa 6, wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan, wala musiyakaribie mali ya mayatima ila kwa njia ambayo kwamba ni nzuri, hata yablugha ashuddahu. Musiyakaribie mali ya mayatima, yani ikawa kuna mahali kuna mali ya mayatima, ukenda ukaambata pale ili upate kunufaika kwa yale mali ya mayatima, yani ujinufaishe katika maisha yako kutumia yale mali ya mayatima, ni vibaya. Wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan, musiyakaribie mali ya mayatima ila kwa njia ambazo kwamba ni nzuri, hata yablugha, mpaka ule yatima afikie umri wa kuweza kujisimamia mwenyewe, umpatie mali yake. Sasa hapa inaingia kama kuna yatima yoyote katika familia yako ameachiwa mali, ukenda ukategemea pale ili upate yale mali kujinufaisha. Ni chama fulani ambapo kwamba chama yatima, sasa pale ndani yake kuna msaada unaingia kusaidia wale mayatima, ukenda ukaambata pale na wewe nini upate kunufaika. Ni njia nyingi sana. Kwa hiyo ni makosa makubwa. Angalia katika kulea yatima, ndugu zangu Waislamu, pana thawabu kubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mleaji yatima atakwenda kuwa na Mtume sallam bega kwa bega kesho siku ya Kiyama. Kuna khairi kama hiyo, kuna fadhila kama hiyo.
Ule mwenye kumlea yatima atakuwa na mtume bega kwa bega siku ya kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba kafirul yatimi lahu au li ghairihi ana wa huwa kahataini fil janna. Wa ashara Malik rahimahullahu bisababa wal wusta. Tumesema kafirul yatim, mwenye kumlea yatima, lahu wake yeye ambaye anamhusu, au li ghairihi au yatima wa mtu mwingine, ana wa huwa, mimi naye kahateni tutakuwa hivi fil janna, peponi. Nani anasema hivyo? Rasulullah. Sasa wewe ukimlea yatima unapata thawabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukifeli unapata hasara kubwa. Innal ladhina yaakuluna amwala al-yatama dhulman inma yaakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Kule angalia thawabu alizozipata mtu mwenye kulea yatima, na huko hasara atakayoipata mwenye kumdhulumu yatima. Allah anasema innal ladhina yaakuluna amwala al-yatama dhulman, wale wanaokula mali ya mayatima kidhuluma, inma yaakuluna fi butunihim nara, wanakula moto katika matumbo yao, wasayaslawna sa'ira, na watakwenda kuingia kwenye moto. Lazima tuwe na hadhari kubwa sana katika mambo haya. Tukiendelea na wasia, asema wa auful kaila wal mizana, mukamilishe vipimo. Vipimo vile vya zamani vikipimwa kutumia vibaba, wal mizan, na vipimo ambavyo vinatumia mizani. Chunga sana kama wewe ni mfanyabiashara unatumia mizani katika biashara yako, hakikisha mizani ile imepimwa sawa sawa, umekamilisha. Wa auful kaila wal mizana bil qist, kamilisheni vipimo kwa uadilifu. Kuna watu waliangamizwa kwa sababu ya vipimo. Kaumu ya Shuaib alayhi salam hawaliangamizwa kwa sababu ya vipimo. Mtume Shuaib alipowaambia wazinu bil qistas al mustaqim wala tabkhasu an-nas ashya'ahum wala ta'thaw fil ard mufsidin, hawakumsikia mpaka mwisho kwamba manafikahu kadhira, hata hatukuelewi. Usema nini wewe? Mtume anawaambia, wanaambia hatuelewi hata unayosema. Sasa takuta kwamba wakaangamiza kaumu ya Shuaib, sababu ni vipimo. Ndio Mwenyezi Mungu akateremsha aya kwetu sisi akisema wailun lilmutaffifina, adhabu kali katika moto wa jahannam wataingizwa wale ambao kwamba hawakamilishi vipimo. Kwa Mwenyezi Mungu asema wa auful kaila wal mizana bil qist, kamilisheni vipimo kwa uadilifu. Akasema Mwenyezi Mungu la nukallifu nafsan illa usaha, hatuilazimishi nafsi kuikalifisha ila kwa uwezo wake. Wa idha qultum, ala Mwenyezi Mungu asema wa idha qultum fa'dilu, wasia mwingine asema Mwenyezi Mungu mtakaposema au mtakapoongea ongeeni kwa uadilifu. Haya ni masala ya ushahidi. Umeitwa mahali kwenda kutokea ushahidi, na jambo uliliona, sema vile ambavyo kwamba uliliona, hata kama yule unayemtokea ushahidi ni jamaa yako. Zungumza ukweli. Wa idha qultum, Mwenyezi asema mnaposema fa'dilu walau kana dha qurba, hata kama waenda kuntokea ushahidi mtu ambaye kwamba ni karibu nawe au ni jamaa yako, wewe zungumza ukweli. Halafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wa bi'ahdi Allahi awfu, ahadi za Mwenyezi Mungu muzitekeleze. Zile ahadi zote ambazo kwa Mwenyezi Mungu amechukua kwenu muzitekeleze. Swala ni ahadi Mungu amechukua kwa waja wake, kwamba atakaye swali akatekeleza swala yake vizuri, huyo Mwenyezi Mungu amechukua ahadi ya kumuingiza peponi. Umeoa mke, umechukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu kwamba utatekeleza haki zake, ni ahadi umezichukua. Wa bi'ahdillahi aufu, tekelezeni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Aya nyingine inasema wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, tekelezeni ahadi mlizochukua, mtakwenda kuulizwa kuhusu ahadi. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dhalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Zile sifa tatu, hii ndio sifa ya pili, kwamba hayo ndio mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewahusia ili mupate kunini, kukumbuka na kuzingatia.
Kwa hivyo ni sifa ya pili. Tukimalizia wasia wetu wa 10 katika wasia, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili. Mwenyezi Mungu asema wa anna hadha sirati mustaqima, hii ni njia yangu iliyonyooka. Fattabi'uhu, ifuateni hii. Wala tattabi'u subula, musifuate njia nyingi. Fatafarraka bikum, zikawaepusha nyinyi an sabili, na njia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Njia gani hiyo ambayo ni mustaqim? Dini. Hivi dini ambayo tulivyoikuta alikuja na mtume, ndio mtume akasoma aya hii na akafanya mambo haya. Hadithi imepokewa na Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu, asema khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan wa qala hadha sabilillah, thumma khatta khutut an yamini wa an yasari wa qala hadhihi subul ala kulli sabili shaytan yad'u ilayhi, thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Abdullah bin Mas'ud asema khatta lana Rasulullah, alituchorea mstari au alipiga mstari mtume wa kunyoka moja moja, mstari straight, akasema hadha sabilullah, hadha sabilullah, huu mstari ambao kwamba umechora wa kunyoka, hii ndio njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa maana hiyo ndio dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anaitaka. Dini ya Mwenyezi Mungu haikwenda kombo, imekwenda straight. Thumma khata khututan, kisha akachora mistari, ule mstari aliochora mtume, halafu pambizoni mwake akachora mistari mingine mingi ambayo kwamba haiko sawa, imeenda kombo. Thumma khata khututan, halafu akachora mistari mingine ambayo kwamba imegeuka geuka, imekwenda kona kona. Anyamini, upande wa kulia mwa ule mstari ambao kwamba aliuchora moja kwa moja. Wa yasari, na upande wa kushoto akasema hadhihi subul, hivi vijinjia vinavyoona hivi, ala kulli sabili shaytan, katika kila njia moja pana shetani hapo, yadu ile analingania. Tutakuta kuna mambo mengi yamezuliwa, yaliozushwa katika dini, ni yale ambayo kwamba hayako katika ile laini aliyochora mtume. Mengi sana. Kuna mambo mengi yamezushwa katika dini ambayo kwamba hayako katika mambo ambayo kwamba Mtume sallam aliyakusudia. Baada ya hapo Mtume sallam alipochora mstari huo akaeleza maneno, akasema, alafu akasoma aya hii, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Kwa hivyo fuateni njia hii, msifuate vijinjia vingine, vitawaepusha na njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Hayo ndio mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewahusia ili mpate kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndugu zangu Islam, kwa kuzingatia hizi wasia 10 ambazo kwamba tumezipata katika suratul An'am, hii ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anataka waja wake wawe ni wenye kufaidika, wawe ni wenye kunufaika, wawe ni wenye kufaulu. Kwa ukitaka ndugu yangu Muislamu, haya ndiyo zungumza, basi utakwenda katika suratul An'am inshallah, fungua utausoma huu wasia. Hizi wasia 10 utazipata. Kama unajua Kiingereza, translation za Kiingereza ziko, za Kiarabu, unajua Kiswahili, zote ziko. Uende ukasome haya, yatakusaidia katika maisha yako, tena maisha ya dunia na ya akhira. Kuna mambo hapa yataka tuyafanye, kuna mambo ambayo kama nataka tuyaache tusiyafanye katika hizi wasia 10. Na inshallah Mwenyezi Mungu atatufaidisha, atunufaishe kwa hizi wasia. Jambo ambalo kama nataka niwahusie tena nyingine ndugu zangu Waislamu, siku ya Ijumaa yataka tufanye bidii kuja mapema msikitini. Yani hii ndio fadhila kubwa utakayoipata wewe katika siku ya Ijumaa. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo sahihi, siku ya Ijumaa inapofika, malaika wanakuja kwenye milango ya msikiti. Pale wanakaa malaika, pale malaika, milango yote ya msikiti kuna malaika pale. Yaktubuna, wanaandika nini? Wanaandika anaingia msikitini ule wa kwanza, wa pili, watatu, tena kwa majina. Ameingia fulani saa kadhaa, ameingia fulani saa kadhaa. Wanaendelea malaika wale kuandika. Imamu au khatibu akipanda mimbari, kitabu kinafungwa, basi hakuna tena. Ukija baada ya hapo jina lako halikuandikwa. Kwa hiyo tufanye bidii ya kuja mapema. Mbali na zile fadhila ambazo alizitaja Mtume,
za kupata ngamia, za kupata ng'ombe, inakwenda mpaka mwisho mtu anakosa hata kuku, anapata ile kuku. Wewe ukisikia huko kuna msaada unatolewa, utakimbilia mwanzo ukapate ule msaada, au utabaki mpaka mwisho ukaenda hakuna basi chukua hicho kilichobaki? Hapana, kila mmoja atakimbilia yale mazuri. Kwa hivyo kama nikimbilia mazuri, tukimbilie katika mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina sami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan as-sami'il alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina was samawati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ayuha an-nas, fa inna khayral kalami kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ittaqullaha wadhkuru qawlahu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفائه الأربعة وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آتنا ولا تحرمنا وكن لنا ولا تكن علينا ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا وعافنا واعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.